aliposonga kwa utawala, kitu ambacho kiliwafanya mpaka watu wengine waanze kuhisi upande wa pili. Lakini tukija kwa mkoa wa Dar es Salaam mpaka kuamua kulitolea maelezo hili swala, kwa sababu hili tukio limefanyika Dar es Salaam kwenye mkoa wake. Makao makuu ya Baraza la Katoliki ni Kurasibu. Kwa maelezo kwamba walikuwa kuna mkutano pale mida ya usiku, wamefanya mkutano pale, kuna eneo la kula pamoja, akatoka pale akaenda Malwaton, tukio lipomkuta. Na wanasema, nilikuwa namsikiliza ndugu Mbatia, mwanasiasa mwanachama wa NCCR Mageuzi, akasema kwamba watu waliokwenda kumvamia Padri Dr. Kitima ni watu ambao wanajua nini walichokuwa nafanya, yani kwamba ni watu wenye mafunzo, sababu sehemu walizoenda kumdhuru au yani kumvamia kwa kumpiga, zile sehemu ni sehemu ambazo zinaweza zikampoteza mwanadamu kwa muda mchache. Yani mtu anakuja akushambulia tu, anakushambulia ile sehemu ambayo ni ya muhimu, kwamba na hakika hapa nikushambulia umepotea. Unaona bana, japokuwa sasa ndo almanusura kapona. Lakini nikamsikiza pia mkuu wa mkoa kwa namna jinsi alivyoendelea kuielezea ile jambo, akajitolea mfano yeye, akasema kwamba alikuwa anafanya mazoezi siku chache nyuma hapa maeneo fulani ya Dar es Salaam. Kwenye harakati za kufanya mazoezi, kuna vijana wakajua yuko peke yake, wakamtarget kumvamia, wampole simu. Unaona bwana, akaelezea waandishi wa habari kwamba bwana, hata mimi nilikuta kidogo. Na hilo sio kama ni swala geni kwa wakazi wa Dar es Salaam, hususan watu wanaofanya mazoezi mabarabarani huko usiku, kupolwa simu, kupolwa kawaida sana, kupolwa vitu vya thamani, kama umebeba pochi, umebeba nini, kwa watoto wa kike, yani imekuwa ni jambo la kawaida. Lakini sasa uwezo ukalipa uzito kama hili swala la Padri Kitima. Swala la Padri Kitima kidogo ni tofauti.